kuhusiana na uzazi na afya ya jinsia. Hapa kuna magonjwa kama vile matatizo ya wanaume kukosa nguvu za kiume au kukosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kikamilifu, lakini pia kwa upande wa wanawake kushindwa kushiriki tendo la ndoa au kukosa hamu ya tendo la ndoa, lakini pia kuwa mkavu wakati wa tendo, lakini pia kuna hali ambayo baadhi ya wanawake wanaugua na huchelewa sana kutafuta matibabu, mwanamke kushindwa kushiriki tendo la ndoa. Hali hii kitaalamu inaitwa vaginismus. Vaginismus hii hutokea ambapo misuli ya uke huwa inakuwa inakaza automatically tu, yani huyo mtu anakuwa na hiyo disorder, misuli ya uke inakuwa inakaza kipindi ambapo anataka kuingiliwa, na hii kitu anakuwa haicontrol yeye, ni kitu ambayo inatokea involuntarily, yani inatokea bila yeye mwenyewe kuamua. Kwa hiyo anakuwa anashindwa kushiriki tendo la ndoa, na hii huwa inasumbua sana watu kwa sababu huyu mtu anakuwa ameshindwa kutafuta matibabu au suluhisho wakati yuko peke yake, wakati hajaingia rasmi labda kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya serious. Anapokuwa ameingia katika mahusiano ya serious au katika ndoa sasa, na wakati huo anakuwa tayari amechelewa sana, na matokeo yake yanakuwa ameathirika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano kama hii kaswende, na yenyewe pia huwa mtu akikaa na muda mrefu inapata kuathiri katika mfumo wa fahamu. Kwa mtu anaweza hata akachanganyikiwa, uwezo wa kufikiri unakuwa hafifu, uwezo wa kufanya maamuzi unakuwa hafifu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke anaweza akafikia hatua ya kupata shida kama za PID, lakini pia shida za kushindwa kushika ujauzito, matatizo ya homoni, mvurugiko wa homoni, magonjwa ambayo watu huchelewa kutafuta matibabu au kupata tiba kwa wakati. Magonjwa haya ni ya kawaida kabisa na ni magonjwa common, na asilimia kubwa ya watu wanapatwa na magonjwa haya. Sio yote, lakini asilimia kubwa ya listi ya magonjwa tutakayotaja hapa ni magonjwa ambayo watu wengi huchelewa kutafuta ufumbuzi wa kimatibabu. Ni listi ya magonjwa ambayo watu wengi huchelewa kupata matibabu. Magonjwa haya ni kama vile fungus na fungus za sehemu za siri. Nimeita fungus na fungus za sehemu za siri. Kwa ujumla wake, magonjwa ya fungus yamekuwa yakipuuzwa sana na watu, na hivyo kufikia hatua ambayo mtu anakaa na ugonjwa kwa muda mrefu, hadi akifikia hatua za juu sana ndipo anaanza kutafuta matibabu. Kwa mfano labda fungus wa ngozi, unakuta ile watu wanaita tango, muda mwingine ile kwa kizungu inaitwa Tinea Pascala, au fungus wa kucha au fungus wa nywele. Magonjwa haya yote kwa ujumla wake watu wengi kuyapuuza sana, na bila tu kujua kwamba magonjwa haya yana madhara makubwa kama mtu asipopata matibabu kwa wakati. Kwa mfano tu aina hizi za fungus ambazo nilizotaja, kama endapo mtu atachelewa na ikifikia hatua fungus wakapata kupenya katika uti wa mgongo na kuingia katika ubongo, hufikia hatua ya mtu kuchanganyikiwa kabisa. Mtu unakuwa amechanganyikiwa kabisa, kwa lugha ambayo sio rasmi, anakuwa chizi kabisa. Sasa ukitizama kwa haraka mtu anaweza akafikiria kwamba kumbe nikipuuza kutibia utangotango labda au mapunye au fungus wa kucha, naweza kafikia hatua ya kuchanganyikiwa au kupatwa na matatizo ya kiakili. Watu huwa hawafikirii hivyo. Lakini pia fungus za sehemu za siri
na hii ni moja ya magonjwa ambayo watu hukaa nayo kwa muda mrefu sana kabla waanze kutafuta matibabu. Fangasi za sehemu za siri kwa wote, wanaume pamoja na wanawake. Na kwa upande wa wanawake kufikia hatua ambayo ni mbaya sana, ambapo unakuta hii fangasi imeanza kukaribisha maambukizi mengine kama vile maambukizi ya bakteria au vimelea wengine. Mtu anafikia hatua ya kutoa uchafu ambao sasa unamnyima ile uhuru na kufikia angalau aanze kufikiria kutafuta matibabu. Ugonjwa wa pili ni magonjwa ya zinaa. Hapa tumeita magonjwa ya zinaa kwa sababu ni mengi tofauti tofauti. Magonjwa kama gonorea, magonjwa kama gonorea kwa Kiswahili inaitwa kisonono, magonjwa kama syphilis ambayo kwa Kiswahili inaitwa kaswende, magonjwa kama chlamydia na magonjwa mengine mengi ya zinaa ambao watu asilimia kubwa sana ya watu ambao wanakuwa wanaugua magonjwa haya wanakaa nayo muda mrefu sana ndipo aanze kutafuta matibabu. Angalau gonorea kwa mwanaume anaweza akachukua siku kadhaa, lakini kwa upande wa mwanamke anaweza akadumu nayo muda mrefu. Ugonjwa kama syphilis, hiyo kaswende, baadhi ya watu wamekuwa wakikaa nao zaidi ya mwaka, wengine hata miaka 5, ndipo anaanza kutafuta matibabu, na wakati huo anakuwa tayari amechelewa sana na matokeo yake yanakuwa ameathirika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano kama hii kaswende na yenyewe pia huwa mtu akikaa na muda mrefu inapata kuathiri katika mfumo wa fahamu. Kwa mtu anaweza hata akachanganyikiwa, uwezo wa kufikiri unakuwa hafifu, uwezo wa kufanya maamuzi unakuwa hafifu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke anaweza akafikia hatua ya kupata shida kama za PID, lakini pia shida za kushindwa kushika ujauzito, matatizo ya homoni, mvurugiko wa homoni, lakini pia anaweza kupata hata utasa au ugumba, kushindwa kushika mimba na kushindwa kuzalisha kwa mwanaume, anashindwa kusababisha mwanamke kupata mimba. Lakini pia ni hatari ya maambukizi ya magonjwa mengine. Unapokaa na magonjwa ya zinaa kwa muda mrefu, ni rahisi sana kupokea maambukizi ya vimelea wengine, na hapa hususani vimelea wa virus. Ukiwa na majeraha kama hivyo katika maeneo, hasa maeneo ya siri au maeneo mbalimbali mwilini, ni rahisi sana au unakuwa katika riski ya kupata maambukizi ya virusi na maambukizi mengine ambayo yanapatikana kwa njia ya kukutana. Lakini pia ugonjwa mwingine ni magonjwa yanayohusiana na uzazi na afya ya jinsia. Hapa kuna magonjwa kama vile matatizo ya wanaume kukosa nguvu za kiume au kukosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kikamilifu, lakini pia kwa upande wa wanawake kushindwa kushiriki tendo la ndoa au kukosa hamu ya tendo la ndoa, lakini pia kuwa mkavu wakati wa tendo. Lakini pia kuna hali ambayo baadhi ya wanawake wanaugua na huchelewa sana kutafuta matibabu, mwanamke kushindwa kushiriki tendo la ndoa. Hali hii kitaalamu inaitwa vaginismus. Vaginismus hii hutokea ambapo misuli ya uke huwa inakuwa inakaza automatically, yaani huyo mtu anakuwa na hiyo disorder, misuli ya uke inakuwa inakaza kipindi ambapo anataka kuingiliwa, na hii kitu anakuwa haicontrol yeye, ni kitu ambayo inatokea involuntarily, yaani inatokea bila yeye mwenyewe kuamua. Kwa hiyo anakuwa anashindwa kushiriki tendo la ndoa, na hii huwa inasumbua sana watu kwa sababu huyu mtu anakuwa ameshindwa kutafuta matibabu au suluhisho wakati yuko peke yake, wakati hajaingia rasmi labda kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya serious. Anapokuwa ameingia katika mahusiano ya serious au katika ndoa sasa, anakuta
anapata ugumu wa kushiriki tendo, na matokeo yake aidha asidumu katika mahusiano au katika ndoa, au kulazimika kupata matibabu kwa gharama kubwa sana, kutokana na kwamba wakati huo sasa itabidi kuwahusisha watu wengine. Lakini katika kuhusisha watu kuna mambo mengi yanaweza kutokea. Wengine wana imani za tofauti, anaweza akafikiria labda huyu mtu ni alirogwa au alikuwa na changamoto gani katika familia. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta huyu mtu anapatwa na matatizo au changamoto kwenye kutatua changamoto ambayo angeliweza kutatua wakati ikiwa ni mapema. Lakini pia hapo kuna baadhi ya wanaume ambao wanakuwa labda anashindwa kuerect vizuri, anakuwa na kitu ambacho kitaalamu tunaita erectile dysfunction. Erectile dysfunction ni kwamba taniwia radhi, lakini ni kwamba huyo mwanaume anashindwa kusimamisha ipasavyo. Sasa hali kama hizi sio rahisi kwa mwanaume kutafuta matibabu au suluhisho kwa haraka. Ni vitu ambavyo mwanaume atakaa navyo kwa muda mrefu sana, na mwisho wa siku inafikia hatua ya kuleta matokeo mabaya na kushindwa kujumuika na jamii. Na madhara mengine ni msongo wa mawazo. Huyo hapa tuseme ni matokeo ambayo yanatokana na kukaa na matatizo haya ya magonjwa ya uzazi au afya ya jinsia kwa muda mrefu. Mtu atapatwa na msongo wa mawazo. Lakini pia matokeo mengine ambayo yanaweza kupatwa ni kushindwa kujumuika na jamii vizuri. Mtu anayekuwa na matatizo haya yanayohusiana na uzazi mara nyingi huwa ana inferiority perception ambayo anakuwa nayo mwenyewe kabla hata nyonyeshewa kidole na mtu. Akifika sehemu labda watu wanaongelea masuala yanayohusiana na afya ya uzazi, anahisi kama anasemwa yeye. Lakini pia akipita sehemu labda watu wanafurahia mahusiano, kwake inakuwa inamuuma sana kiasi kwamba anapata msongo wa mawazo. Lakini pia anashindwa kujumuika na jamii kama nilivyokwisha sema. Lakini pia kushindwa kufanya shughuli zake za kila siku za kiutafutaji kikamilifu kutokana na ile hali ya kujitia au ya kujisononesha ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo umakini unapungua kazini, uwezo wa kufikiri na kuamua mambo unakuwa hafifu na mambo kama haya. Lakini pia ugonjwa wa 4 ambao ni moja ya magonjwa ambayo watu wanakaa nayo kwa muda mrefu sana bila kutafuta matibabu ni tatizo la bawasiri. Bawasiri, kama utakuwa mfuatiliaji mzuri katika chaneli yetu, tulishaelezea ugonjwa wa namna gani ambapo mtu anaota uvimbe au kinyama sehemu za haja kubwa, lakini kinyama hiki kinaweza kikawa kwa ndani au uvimbe huu unaweza kuwa kwa ndani au kwa nje, na una stages za ukuaji. Sasa kinachotokea katika hatua za awali, mtu anapotezea kabisa, japo sio kwa kuamua kwamba nipotezee, lakini watu huchukulia kawaida mwanzoni, na hatimaye anakaa na tatizo hilo kwa muda mrefu sana hadi ifikie hatua ambayo ni ya matokeo mabaya. Matokeo yenyewe ni kama vile kupungukiwa damu nyingi, lakini pia kushindwa kupata choo kwa muda mrefu, hata kufikia hatua ya ile njia ya haja kubwa kuziba. Sasa inapofikia katika hali kama hiyo, ni matokeo ambayo ni mabaya sana. Lakini ikifikia hatua kama hiyo, huyo mtu atalazimika kufanyiwa operation kubwa, operation ambayo ingeweza kuepukwa kama angewahi kupata matibabu mapema. Sasa nini au kwa nini tumeleta somo hili? Kumbuka kwamba kama kuna jambo la msingi na muhimu sana kujifunza katika video hii ni kwamba ugonjwa au magonjwa huwa hayawi hatari kwa sababu tu
ni magonjwa yanatushambulia binadamu, isipokuwa kutokana na kuchelewa matibabu au kuchelewa kupata tiba mwanzoni kupelekea hatari ya magonjwa haya kuwa kubwa sana, hata kuhatarisha maisha, lakini pia kuongeza gharama ya matibabu.